Karibuni ndugu mpenzi msikilizaji wa RTA kufuata idhaa ya Swahili kwenye redio nzuri. Kwanza hapa ni muhtasari wa habari. Katika wilaya ya Masisi, jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano iliweza kuendelea huko kati ya jeshi la FARDC na wanamgambo wa M23 katika maeneo ya Kilolire na maeneo zingine. Watoto tangu miaka 0 mpaka miezi 59 ndiyo wanasubiriwa kupata chanjo ya vunja hapa jimboni Kivu ya Kusini. Na kampeni hiyo itaanza tangu tariki 16 Novemba wa mwaka huu. Hali ya barabara nambari 2 toka Bukavu Mwenga kuendelea Kamituga inakuwa ikiharibika sana. Imesemeka kwamba ni ndiyo inatuma vitu vinapanda mahali hapo. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, mapambano imeendelea kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa M23 ngambo ya maeneo ya Kilolire na maeneo mbalimbali. Wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanarusha makombora kwa kuweza kuwafukuza wanamgambo wa M23 ili wapate kuchukua maeneo fulani ambapo wanamgambo wa M23 walikuwa wakidhibiti, kama vile maeneo za Kausa, Munyange, Masisi na Kichanga. Mpaka sasa vita hivyo vimekuwa vikiripotiwa vimefanyika maeneo ya Masisi na maeneo mbalimbali. Duru lingine limesema ya kwamba ngambo za Kibumba, Buumba katika wilaya ya Nyiragongo, mapambano inakuwa ikiripotiwa kati ya wanajeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wanamgambo wa M23. Zange. Watu 3 walifariki kati ya mapambano ya kurushiana risasi kati ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wanamgambo wa Kodeko ndani ya kijiji cha Zange wilayani Jugu katika jimbo ya Ituri. Ilikuwa hii siku ya 3 tariki 8 Novemba wa mwaka huu wa 2023. Bukavu. Shirika la raia pa Bukavu limepanda jukwani na kusema ya kwamba serikali ya jimbo ipate kufanya bidii ili wananchi ambao watakwenda kufanya uchaguzi wapewe madiplikata, sababu kuna wengi ambao wanatafuta kwenda kufanya uchaguzi ila carte d'électeur za kwao zimekwisha kupotea na zingine zimevutikana. Tumsikilize Nene Bintu, anakuwa kiongozi makamo wa shirika la raia hapa mjini Bukavu. Amesema hivi Nene Bintu: mtu azienda kuuchaguzi bila carte d'électeur. Wengi carte zao zimevutikana na seni ilitia tu machine moma antenne. Inatuma sasa watu wengi wanashindwa kwenda kukamata hiyo kadi kule ku antenne sababu distance iko mingi sana ya kuparcourir. Surtout wenyewe wanasumbuka zaidi ni walemavu, wamama wajawazito, wamama wenye kunyonyesha, na hiyo inaleta shida sana. Isitoshe kuna pia ingine shida ya kupata duplicata mwenye alishapoteza karte, sababu wengi walipoteza makarte, na purke upate duplicata unapasha kulipa $5 au 12500 francs juu upate PV ya perte ya carte d'électeur, na ile seniko na iexige juu ipane duplicata, na inatuma wengi wanariske kukosa kuchagua hiyo siku ya uchaguzi ambao ni siku ya 3 tarehe 12. Walungu, shirika ya raia inapanda pia jukwani ikisema ya kwamba wafanye bidii serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini, sababu kuna wale ambao waliweza kupata vitambulisho au madiplikata ila wengine hawakuweza kuipata. Shirika ya raia ya mahali hapo Walungu inasema ya kwamba wananchi wanangoja kwa hamu. Tumsikilize Christian Mwambali, kiongozi wa shirika la raia ya mahali, anasema hivi: kwenye teritwari ya Walungu watu wengi waliopata makadi za baelekteur zinazovutikana, na mpaka hivi wengi wanaosufiri na makarte hizo wamekosa gisi ya kupata madiplikata, kwani wengi sana
sana sana wenye kutokea kwenye groupement za mbali, Tubimbi, Lurala, hata Kamanyola, Nyangezi, Luchiga na Kaziba. Wote wanaokuwa na shida ya makadi hiyo wangependa wapate makadi hizo mbele uchaguzi ukue. Ndio kwa maana seni napashwa kufurnir effort ili weze kupana makadi hiyo, hata kama mashine ni moja yenye kupatikana kwenye antenne, ndio nopana maduplicata hizo. Nilikuwa nikiongea na wakuu viongozi wa seni, walisema gisi wana juhudi kabisa ya kupana maduplicata hizo, ndio watu wanapashwa jikaza ili wafike hapo kwa kupata maduplicata hizo. Bukavu. Watoto tangu miezi 0 mpaka miezi 59 wanaandaliwa kampeni ya chanjo ya vunja na kampeni hiyo itaanza tangu tariki 16 Novemba mpaka tariki 18 Novemba hapa mjini Bukavu. Tumsikilize Daktari Nicole Mbayo, anasema hivi kwenye mikrofoni yetu. Tunaomba population, tunaomba wamama wa baba waache watoto wa kuzaliwa paka 59 ya mwezi wapate vaccination yabo ya poliomyélite. Ile kampuni itaanza le 16 paka le 18, itakuwa siku 3 na wanganga watapita nyumba kwa nyumba kwa kupatia watoto ile chanjo. Tunaomba wazazi wa kuchunga watoto, watate wa baba waache watoto wapate ndui. Division ina vaccine juu tena kuko makaa ya poliomyélite nye ilionekana tukitaya Goma na hapa kwetu kuko makaa yenye ya watoto balipooza. Ndio tunasema kama tunapasha kukinga watoto wasipooze. Na kama kuko kaya kupooza, inalomba kuisema haraka tuone kama tunezi kuproteje ule mtoto. Tunaomba pia watoto wa 0 dose na wasu vaccine, wakati wanganga watapita, wawache wawapatie mavaksin kwa ile antigene hawakupata. Kikao ilikuwa na lengo ya kufundisha, kuadere, kujua importance ya pourquoi on continue encore à vacciner les enfants contre la poliomyélite. Tubadili ukarasa wetu kwa kuweza kuzungumuza kuhusu hali ya barabara Bukavu. Kuhusu hali ya uchukuzi hapa mjini Bukavu kwa siku za usoni, meya wa jimbo ya Kivu ya Kusini alisema ya kwamba wale wakaribishaji au wakonvoyer kila moja ndani ya basi ya kwake akuwe akikaa kwa kiti, lakini hiyo maneno imeonekana ya kwamba haikuweza kuheshimiwa na wakonvoyer au wakaribishaji wa mabisi. Wameendelea kuwasonga afya wa abiria au wateja wao. Tusikilize Pascal Heri akiwa mchambuzi hapa mjini Bukavu, amesema hivi kwenye microphone ya RTA. Kufatana na mitindo ama maneno ambayo likamatika na wakubwa wa nchi, wakubwa wa province, tuliwaza ya kwamba ile mitindo itatusaidia kuleta suluhisho fulani kwa usafirishaji, lakini tunaona ya kwamba ile namna ya kufanya vitu inatutia katika shida mbalimbali, isipokuwa tena gisi tulikuwa tunajiwazia. Tuliwaza kama ile itakuwa résoudre problem, me tunaona ya kwamba inaendelea kuharibisha vitu kabisa. Katika hali hiyo tunapitia vipindi yani matatizo fulani. Ya kwanza, matatizo kuhusu ajali za barabara. Wakati huyo dereva msaidizi anakuwa akikala pale kwenye mlango wake, mtu mmoja anaweza akaanguke nje na gudron na barabara na zingine gari zinamgonga pale. Ile ni ya kwanza. Na ya pili, magonjwa fulani. Wakati watu wamebanana wamesongana hivyo, inakuwa watu wakipatiana wakiambukiziana magonjwa fulani humo, na gari vinaharibisha maisha ya watu. Kwa hali tu ya barabara, tunakwenda kuzungumuza kuhusu barabara ya Bukavu Mwenga Kamituga. Ni mbaya sana. Watu wanaendelea kufanya siku 2 barabarani ili wapate kufika. Imezungumuziwa ya kwamba hiyo imetuma bei ya bidhaa ipate kupanda. Tusikilize mmoja ya wakaaji amezungumuza hivi hapa kwenye microphone ya RTA. Kukijiji ya Kilungutwe, msheferia Burinyi, mpaka Gisi
uchukuzi utafika muniveau ya Bilembo mu groupema ya Bashilubanda msheferi ya Basile na parti ingine ya sheferi yote ya Wamzimu kuanzia mu groupema Bashikasa kukijiji Mungombe unapita Kamituga hadi gisi utafika Kitutu. Vrema barabara haiko bien tena, kwa kutoka tena Kitutu hadi gisi utapita Kakolokelwa na kufika Itula inakuwa msheferi ya Wakabango premier. Kule kote barabara haiko nationale numero 2 hakuna kabisa, ni shida tu. Bitu inaendelea kupanda bei, chakula, wagonjwa kuwa wahanga wa kwanza kwa kushindwa kabisa kutoka kwenye vituo vya afya ndogo kwa kuelekezwa kwenye vituo vya afya Bukavu. Ni shida kabisa na shimu kubwa zinaonekana kunako vijiji hizo ambazo tumesema: Kilungutwe, Kalama, Kasika, Kalambi, Kibumba, Mwenga Centre, Bilembo, Mwenewanda, hata gisi utafika Kamituga na kuelekea ndani ya kijiji Kitutu. Ni hatari tu kabisa. Bei ya uchukuzi inaendelea tu pia nao kupanda sana. Bei ya karibirano inaongezeka, vitu mingi kabisa vinakuwa chanjo ya ile zaidi. Ile mashimu yenye inaonekana juu ya barabara inakuwa chanjo kabisa ya hii bei ya kila kitu kupanda bei hapa tarafani Mwenga. Tena vilalo navyo vimoja viliweza kuvunjika hapa karibuni, sawa ile kilalo ya Mtoni Kibi kwa kijiji ya Kibe. Tegemea serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini kuingilia swala hili. Maoni pia ya wengine wakaaji hapa mteritwari tu ya Mwenga. Hakuna marefu ambao nakosaka wake mwisho. Rafiki mpenzi msikilizaji wa RTA, kwa leo tumemaliza. Jina langu ni Bemsi Mweswa. Endelea kufuata vingine vipindi motomoto vyenye uhakika kwenye redio nzuri.